Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo tutazungumzia tafsiri ya kuona majini weusi ndotoni. Tafsiri ya kuona majini weusi ndotoni. Lakini ndugu yangu, kabla tujaendelea, ni kuombe, kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili na watu wengine wanufaike insha Allah. Ndugu zangu watazamaji, wanachuoni wanasema kuona majini weusi ndotoni kuna maana mbalimbali. Kuna maana mbalimbali au kunaashiria mambo mbalimbali. Inategemea na muktadha wa mtu. Ndo asema waqad ta'tamidu ala siyaqi ash-shakhsi, kwa maana ya kwamba inategemea na muktadha wa mtu na hali iliyomzunguka huyo mwotaji. Sasa wanawachuoni wanasema ilaika ba'dhu tafsirat, zifuatazo ni baadhi ya tafsiri za kuona majini weusi fil manam, kwa maana ya ndotoni. Wanasema maana ya kwanza, kuona majini weusi ndotoni kunaweza kuhusishwa bimashairi alkhawfi, na hisia za hofu, kwa maana ya huyu mwotaji ana hofu au wasiwasi, allati taishuha fil hayati alyawmiya, ambao anaishi nao katika maisha yake ya kila siku. Hiyo ni maana ya kwanza ya mtu kuona majini weusi fil manami, kwa maana ya ndotoni. Lakini wanasema wanawachuoni, wa fi ba'dil ahyan, na wakati mwingine yawezekana an yarmuza, ikamaanisha aljinnu aswadi, ndoto ya jini. Kuona majini weusi wakati mwingine inaweza kumaanisha, wanasema aswaraati ad-dakhiliya, wakati mwingine inamaanisha migogoro ya ndani, kwa maana ya kwamba una hisia hasi, yani zile hisia zako ni hasi, hauna hisia ambazo ni chanya, una hisia hasi. Au shayatinu shakhsiyya, au una mashetani wa kibinafsi. Mashetani wa kibinafsi kwa maana una tabia za kishetani. Hii ndoto ya kumuona jini mweusi wakati mwingine inamaanisha una tabia mbaya, una tabia za kishetani, allati yajibu alayka taghallubu alaiha, ambazo unapaswa kuzishinda hizo tabia mbaya. Taib, wanaendelea wanawachuoni wanasema, wa fi ba'dhi alhalati, na katika baadhi ya nyakati kuona majini weusi ndotoni kunaweza kumaanisha tahadhira min umuri khatira. Wakati mwingine kuna maanisha ya kwamba unapewa onyo. Wakati mwingine hii ndoto inamaanisha unapewa onyo, min umuri, la mambo, khatira, ya khatari, au masaibu, au migogoro, kad tuwajihuha fil mustaqbali, ambayo hiyo migogoro au hiyo hatari utakutana nayo fil mustaqbali, katika siku zijazo. Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa unapewa onyo, unaambiwa kwamba kuna hatari
utakuja ukutane nayo katika siku zijazo, na migogoro na matatizo na shida na tabu. Wakati mwingine hiyo ndoto inamaanisha hivyo. Na wanaendelea wanawachuoni wanasema yumkinu an yakuna alhulmu, na inawezekana ikawa hiyo ndoto dalilan, ni dalili ala darurati alhadhari, ni dalili ya ulazima wa kuwa makini. Manake unakumbushwa uwe makini, wattikhadhul ihtiyatat, na kuchukua hatua za kukabiliana na hayo matatizo. Manake unatakiwa uchukue hatua, kama ni dua, uanze dua zako mapema za kujikinga na migogoro, dua za kumwomba Allah akuondoshe tabia mbaya, tabia za kishetani, na akuondolee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hisia hasi. Manake kama ulikuwa una mawazo mabaya, basi Mwenyezi Mungu akuondolee mawazo mabaya kama vile hasira, basi muombe Allah akuondolee hasira. Ubinafsi, hizo zote ni hisia hasi. Ubinafsi ni katika hisia mbaya. Wivu, chuki, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuondolee, na uchukue hatua za kukabiliana na mitihani. Taib, lakini wanaendelea wanawachuoni wanasema yumkinu an ya'kisa aljinnul aswadi fil hulmi, wanasema kadhalika yawezekana ikaakisi ndoto ya kuona majini weusi, inaweza ikaakisi aljawanibul mudlima. Aljawanibul mudlima kwa maana ya sehemu za giza, lishakhsiyatika, za tabia yako. Manake una tabia ambazo sio nzuri, au mashairuka salbiya, au hisia zako hasi, kama tulivyosema, kama hasira, ubinafsi, wivu, chuki na kadhalika. Kwa hivyo ndugu zangu, hizo ndio tafsiri za kuona majini weusi ndotoni. Na baada ya kuyasema hayo, nimalizie kwa kusema kwa wale wenye matatizo, wale ambao mnahitaji tiba na dua, basi insha Allahu taala nimewawekea nambari zangu za simu hapo, tuwasiliane. Unahitaji dua, unahitaji tiba, una matatizo mbalimbali, una majanga mbalimbali, basi tuwasiliane biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kukusaidia kupitia Qur'ani na dua alizotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kupitia tiba sahihi za kisunna biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo baada ya kuyasema hayo, niseme nas'alullaha an yuallimana ma yanfa'una. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.